Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Urusi imegoma kusitisha mapigano kwa siku 30. Urusi haipendezwi na makubaliano ya muda ya Ukraine ambayo yamekubaliwa huko Jeddah nchini Saudi Arabia. Na hii ni baada ya viongozi wa Marekani kukubaliana na viongozi wa Ukraine kuhusu kusitisha mapigano kati ya Urusi na Ukraine ndani ya siku 30. Lakini baadhi ya vyombo vya habari vilidai kwamba rais wa Urusi Bwana Putin amekubali kusitisha mapigano kwa siku 30, lakini ukweli ni kwamba kiongozi huyo wa Urusi ameorodhesha tu hakikisho kwamba Moscow inataka kusitishwa kwa siku 30, lakini kukiwa na mambo kadhaa ambayo yatafuatwa. Hata hivyo, baadhi ya wasaidizi wake wamechanganua namna ambavyo rais huyo amemaanisha. Kulingana na Yuri Ushakov, Moscow inalenga kufikia utatuzi wa muda mrefu wa mzozo wa amani ambao unazingatia maslahi yake. Amesema kwamba Urusi haipendezwi na makubaliano ya muda mfupi ya kusitisha vita nchini Ukraine. Msaidizi wa rais wa Urusi Yuri Ushakov ameeleza hayo akisema kwamba Urusi haitokuwa tayari kwa ajili ya suluhu la muda mfupi katika mzozo nchini Ukraine ambalo ni la muda wa siku 30 na inataka kufikia suluhu la kudumu la amani ambalo linatilia maanani maslahi na wasiwasi wa Moscow. Maoni yake yanakuja wakati mjumbe wa Marekani Steve Witkoff akiwa mjini Moscow kuwasilisha matokeo ya mazungumzo kati ya wawakilishi kutoka Kiev na Washington nchini Saudi Arabia siku ya Jumanne, na kisha wakatoa taarifa ya pamoja kuunga mkono usitishaji wa vita wa siku 30. Rais wa Urusi Vladimir Putin alithibitisha siku ya Alhamisi kwamba Urusi iko tayari kwa usitishaji wa mapigano, lakini masharti ya mpango huo yanafaa kufafanuliwa. Putin alisema hadi Julai 2024 kwamba Moscow haipendezwi na kusitishwa kwa muda mfupi kwa vita, lakini iko tayari kushughulikia sababu za mzozo huo. Katika mahojiano na Russia One TV siku ya Alhamisi, Ushakov alielezea lengo la Moscow la kusuluhisha amani kwa muda mrefu ambalo linazingatia maslahi halali ya nchi ya Urusi na wasiwasi unaojulikana, hata msimamo ambao umesisitizwa mara kwa mara na maafisa wa Urusi tangu kuongezeka kwa mapigano mnamo mwaka 2022. Msaidizi wa rais alisisitiza kwamba hatua ambazo ni za kuiga vitendo vya amani hazihitajiki na mtu yeyote nchini Urusi, akiongeza kuwa usitishaji mapigano nchini Ukraine unaweza kuwa sio chochote zaidi ya muhula wa muda wa jeshi la Ukraine. Ushakov pia amethibitisha kwamba yeye hupiga simu mara kwa mara na mshauri wa usalama wa kitaifa wa Marekani Mike Waltz, na kwamba tayari ameelezea msimamo wa Moscow juu ya pendekezo la kusitisha mapigano kwake. Rais Putin pia ametoa tathmini ya kina zaidi ya hali ya Ukraine na mpango wa kusitisha mapigano wakati wa mkutano wake na waandishi wa habari siku ya Alhamisi. Katika mkutano huo, rais huyo wa Urusi ameorodhesha hakikisho ambalo Moscow inataka wakati wa kusitishwa kwa mapigano ndani ya siku 30. Rais huyo wa Urusi Bwana Vladimir Putin alielezea kuunga mkono uwezekano wa kusitisha mapigano kwa siku 30 katika mzozo na Ukraine, lakini amezua wasiwasi kuhusu jinsi mapatano hayo yatakavyotekelezwa. Wakati anazungumza siku ya Alhamisi, Putin alionya juu ya mianya inayoweza kutokea na hasara za kimkakati. Alisema, tunataka pia hakikisho kwamba wakati usitishaji wa vita wa siku 30, Ukraine haitafanya uhamasishaji, haitatoa mafunzo kwa wanajeshi na haitapokea silaha, Putin alisema wakati wa mkutano na waandishi wa habari na mwenzake Alexander Lukashenko, rais wa Belarus huko Moscow. Rais alisema kuwa wanajeshi wa Urusi wanasonga mbele karibu kilomita 2000 za mstari wa mbele wa kusitisha vitengo vya kijeshi, na kunaweza kutatiza operesheni zinazoendelea za vikosi vya Ukraine ambavyo vinaweza kutumia muda wa kusitisha mapigano kujipanga upya au kupokea silaha zaidi na kutoa mafunzo kwa wanajeshi wapya, alionya Rais Putin. Alisema, siku hizo 30 zitatumikaje? Kuendelea kulazimishwa uhamasishaji katika Ukraine ili kupokea vifaa zaidi vya silaha, ama kutoa mafunzo kwa vitengo vipya vinavyohamasishwa, au hayatatokea? Putin aliuliza wakati wa mkutano na waandishi wa habari nchini Urusi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni Maria Zakharova amedokeza kwamba mazungumzo ya Marekani na Urusi yanaweza kufanyika siku za usoni, pengine hata baadaye siku ya Alhamisi.
Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov pia kwa upande wake amethibitisha kwamba wapatanishi wa Marekani wako huko nchini Urusi na watakutana na wenzao wa Urusi kwa ajili ya kufanya mazungumzo ya namna ya kusitisha vita ndani ya siku 30. Hapo awali Moscow ilizungumza dhidi ya usitishaji wote wa muda katika mzozo wa Ukraine, ikisema kwamba Kiev ingeutumia tu kurejesha silaha na kuendelea na mapigano. Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin amesisitiza kuwa suluhu la mzozo huo ni lazima lishughulikie sababu za msingi ili kuleta amani ya kudumu ya muda mrefu. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.